Rais Samia, wewe ni mama, wewe ni mama na inastahili uwe na huruma kama mama, lakini mimi nakunyang'anya haki hiyo kama kijana mwenye maumivu. Vipi? Nataka tuzungumzie suala la kufukuzwa kwa Wamasai kutoka pale Ngorongoro. Ni mambo ambayo yamefichwa kidesign fulani, hawataki ukweli utokee, lakini tume iliyowekwa kuchunguza imeibuka na makubwa na ukatili waliofanyiwa Wamasai, ambapo Samia Suluhu hawezi samehewa kamwe hadi kwenye kaburi. Disemba tarehe 23 mwaka 2024, Samia Suluhu aliunda tume mbili. Moja ilikuwa kwa ajili ya kuchunguza utekelezaji kuhamisha Wamasai kutoka Ngorongoro kwenda Msomera, Handeni Tanga. Tume nyingine ilikuwa kwa ajili ya kuchunguza masuala ya ardhi ambayo yalilalamikiwa na wakati wa eneo la Ngorongoro. Sasa juzi tu kati ya tume zote mbili zilikabidhi ripoti zao kwa Idi Amin Mama. Chani muite hivyo, huyo limama. Nataka tuanze na ripoti ya tume ambayo ilikuwa inachunguza uhamishwaji wa Wamasai kutoka Ngorongoro kwenda Msomera Tanga. Tume hii ilikuwa inaongozwa naye Musa Iyombe ambaye alikuwa katibu mkuu TAMISEMI. Najua taarifa hizi wengi hawazijui, manake media za Tanzania nyingi haziwezi kuzungumza haya ambayo nazungumza kwa sababu ya mimi ni mzalendo. Na kwenye ripoti ambayo tume yake imewasilisha, wamekiri kwamba katika zoezi la kuhamisha Wamasai kutoka Ngorongoro kwenda Msomera Tanga kulikuwa na mambo mengi ambayo unaenda kuyataja. Lakini ikiwa wewe ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe, like na kutupea hiyo like na kushare video zetu ili uweze kuwa mmoja wetu, na vile vile utasaidia kukuisha hii platform ambayo inakuletea ukweli wa mambo jinsi yalivyo. Hapa hatubahatishi, hatupindishi, hatuegemei upande wote, yanakuja black and white. Kwa hiyo kwenye hiyo ripoti waligundua kwamba kulikuwa na ukiukwaji mkubwa sana wa haki za binadamu pamoja na udhalilishaji au kutweza utu wa Wamasai. Kwa hiyo serikali ilitumia nguvu kubwa kushawishi Wamasai kuhama badala ya kuwashirikisha ili wakubali kuhama kwa hiari. Magani unayowatesa wananchi 100,000 ambao wamekaa kwa sasa pasipo matibabu aina yoyote, pasipo usafiri wa aina yoyote, pasipo huduma aina yoyote. Najua wakati mwingine wakati unahamisha mtu inataka kuwe na maelewano. Na kuja na kuambia kama serikali nawaambia nataka kuhamisha hapa Ngorongoro niwapeleke pale Tanga. Pale tutafanya hivi na hivi, mtakuwa compensated kwa njia nzuri. Watu wanahama vizuri tu kwa sababu wameshirikishwa, lakini hapa walishawishiwa. Katika zoezi la kuhamisha Wamasai Ngorongoro, serikali vile vile iliwanyima huduma zote za kijamii, na lengo lake lilikuwa ni kuwakomoa ili walazimike kukubali kuachia ardhi yao na kwenda Msomera. Imagine. Jamani. Yaani zile huduma zote za kijamii unanyima wananchi ambao wewe unawaongoza. Yaani mradi tu wachoke na kukaa hapo waondoke. Yaani unawashurutisha. Mbona kusiwe na mazungumzo ya maelewano, maana ambapo pengine tuseme wazee wa Masai wangekaa pamoja na viongozi wa serikali wafanya maelewano. Serikali iliondoa fedha za kujenga madarasa, vyoo na majengo chakavu kwa shule, hospitali, zahanati na vituo vya afya. Jamani, mi wakati mwingine nafikirianga, kwani Tanzania tunataka kuwa Somali? Somali unajua mambo mengi yanafanyika ni kifua. Na hapa Tanzania tumefika kiwango hicho.
Yaani unanyima mtu huduma za the basic needs. Muradi tu nataka watu wahame. Bado unastahili kuwa mama kweli? Bado unastahili haki ya kuitwa mama? Nasema mimi na kunyang'anya haki ya kuitwa mama. Hauna utu, hauna utu kama wamama zetu. Hawa ni wamama wanaoteseka. Imagine hadi leo wakazi wa Ngorongoro wamekatiwa huduma ya maji, lakini kumbuka kwenye mahoteli ambao yapo ndani ya Ngorongoro wanaendelea kupata huduma za maji kama kawaida. Kumbuka ni watu ambao ni wananchi wanaongozwa, ni wananchi ambao wanastahili kuwa na imani na vyombo vya dola, ni wananchi ambao wanapaswa kuwa na imani na uongozi wa CCM. Watakuwa vipi na amani? Watakuwa aje na imani? Aje? Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro iliandika barua kwenda kwa wamiliki wa mahoteli ambayo yapo ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kuwataka wawafukuze kazi Wamaasai wote wa Ngorongoro. Hii serikali imejaa mchezo sana. Yaani hata viongozi, yaani unatumia mamlaka, yaani watu wapoteze kazi zao. Au ni watu wako na watoto wadogo, wengine wana mahitaji, wengine wako na wazazi ambao wanaugua, wanahitaji dawa zenyewe katika hospitali hazipo, wamefukuzwa. Yaani nashangaa sana. Wamaasai vile vile walikuwa wameajiriwa na mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, walihamishwa kihuni na kupelekwa taasisi zingine kama TAWA. Na hapo kumbuka Mchengerwa alikuwa waziri wa TAMISEMI, alifuta vijiji vyote vya Ngorongoro, kisha tume ya uchaguzi ikaondoa kituo ama vituo vyote vya kupiga kura Ngorongoro na kuhamisha Wamaasai kwenye mfumo wa daftari la kupigia kura na kuwapeleka Msomera. Na tume hii sasa imekiri kwamba baada ya mateso hayo yote ya Wamaasai walikubali kwenda Msomera, manake hawakuwa na option, hawakuwa na jingine. Walichoahidiwa na serikali kuwa watapewa, walichokikuta huko ni vitu viwili tofauti. Yaani serikali imewashurutisha kutoka, imewadanganya kwamba kuna kile ambacho wangepewa pale Msomera, wamefika pale wamepata mambo ni tofauti. Kuna watu waliopoteza kazi, kuna watu walifutwa kazi, surely. Lakini kumbuka vile vile wakati wa kuhama hakukuwa na tathmini ili kuwafidia wanaohama. So watu wengi hawakulipwa fidia. Najua serikali kwa kawaida ukihamisha watu lazima uwafidie, lazima uwacompensate. Kuna watu wanapoteza mali mingi, kuna watu walikuwa wamewekeza kwenye hiyo sehemu, alafu na wahamisha kwa kukata maji, kwa kukata zile huduma zote za kijamii, alafu unafukuza wengine kazi ili wahame, na vile vile wanahama na bado hawafidii. Kumbuka awali waliambiwa kwamba ardhi ya Msomera haina watu, lakini walipofika wakakutana na malalamiko kutoka kwa wenyeji ambao serikali iliwapora ardhi na kuwapewa Maasai na bila kuwashirikisha wamiliki wa ardhi hiyo. So kuna mgogoro mkubwa unaendelea kati ya wageni hao kutoka Ngorongoro na wakazi wa Msomera, na kuna baadhi ya Wamaasai ambao wamefunguliwa kesi ya uvamizi wa ardhi. Yaani unakosanisha watu wa Ngorongoro na Msomera. Yaani hapa ni kama unaanzisha vita, haya makundi mawili yapigane. Mbona serikali inafanya hivi? Lakini ni uongozi mbaya? Ni huyu Samia amelaaniwa au vipi? Haijalishi kama mtamteka, haijalishi, nawaambia, hata kama mtamteka, lakini niko radhi kufa kwa sababu ya nchi yangu, kufa kwa sababu ya wananchi wangu. Nasema hivyo. Tume hiyo bado inazidi kusema kuwa hadi imekabidhi ripoti yake kule Msomera kuna nyumba zaidi ya 1500
ambazo zipo tupu, hazina watu, na mpaka sasa serikali tayari imetumia zaidi ya bilioni 100 kuhamisha Wamasai Ngorongoro, na zoezi lenyewe la uhamishaji limefeli, so pesa zimepigwa. Yaani hata kuhamisha watu, mtu anaona kwamba hapo sasa ni wakati, hapo ni kiteka uchumi, ni mahali anastahili kupata hela nyingi zaidi. Kwa hivyo badala ya kusaidia wale wanaohamishwa ambao wamepata hasara kubwa, pesa zile zinapokwa. Kibaya zaidi, tume imeeleza kuwa Wamasai walielezwa na Wamasai hao kuwa mifugo ya kupewa chumvi yenye sumu na serikali. Naona hiyo wameogopa kuisema. Na kumbuka yani ni kama wataki kusema, lakini kumbuka mifugo yao ilipewa sumu katika ile hali ya kuwashurutisha, ile hali ya kulazimisha kuondoka pale. Vile kumbuka tume hiyo pia kuna mengi haijataja kwa sababu ya woga. Unajua Tanzania ni taifa ambalo unaweza zungumza yale kisha ukagundua haupo kesho yake, ukajipata kuzimu. Lakini kumbuka haijasema vile kuhusu serikali kuzuia ndege ya Medical Flying Services. Hii ndege ilikuwa ikifanya huduma ya chanjo na uokozi katika sehemu ambazo hazifikiki sababu ya kutokuwa na miundombinu Ngorongoro. Mwaka 2022 suala la kufukuza Masai Ngorongoro lilipoanza, wakazuia hiyo ndege kuruka. Mtu ambaye alihusika kuzuia ndege hiyo ni Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali kipindi hicho akiwa TCAA. Na huyo Hamza nakumbuka wakati amechaguliwa kwenye hii serikali ya sasa, yani venye ameapishwa tu hivi, huyu mjinga la kwanza anasema eti lazima nitamshika Mange Kimambi nimlete. Hiyo ndio jambo la kwanza alisema angefanya kiongozi sasa. Kiongozi bomba Hamza Johari, mwanasheria akuja kutishia watu hapo. Unamshika aje Mange Kimambi? Mange Kimambi amesitiriwa pale Marekani. Nakumbuka pamoja na madudu yote hayo ambayo tume ya Iyombe imeyabainisha kwenye ripoti yao, bado inapendekeza kwamba zoezi la kuhamisha Wamasai Ngorongoro liendelee. Kwani hiyo ripoti, hiyo tume, mbona waliunda hiyo tume? Hiyo ripoti imesaidia nini? Kumbuka vile hiyo tume haijasema ndio chochote kuhusu hatua gani zichukuliwe dhidi ya viongozi wa serikali ambao waliendesha zoezi hili, ambao waliongozwa na Kassim Majaliwa. Waliumizwa vile. Kumbuka, unajua tume ikipewa kazi ya kuchunguza inastahili ichunguze, ipate shida, kisha itoe findings, yani itoe hatua zitakazochukuliwa dhidi ya viongozi hao, ama kuzuia kero hilo, ama kufidia wale ambao wanalalamika, kwamba kila sehemu iridhike. Yani ni taarifa ambayo inakwaza roho kwamba serikali ambayo imechaguliwa na wananchi, imedhaminiwa, inaweza kuwafanyia wananchi ambao wanawaamini makuruhu yale. Huyu Samia, wacha tu. Ila sijui kama uko na ujumbe, uweze niandikia hapo chini kidogo tuweze kuzungumza na kusema sana. Tafadhali, ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu, manake hapa tu ndipo unapopata video